Yes, huko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa ni majira ya saa 9 hivi saa za Afrika, saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 kuelekea majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP Rajab Wakili Kabonga, ambaye ninakurushia haya matangazo. Na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Katika yale ambayo tutazungumzia ni kuhusiana na taarifa za jana. Jana tumepata taarifa nyingi kutoka kutoka Bukavu, Bukavu watu wanalalamika kwamba magari mengi makahoko kama 20 na hivi zimeonekana kushuka kuja maeneo ya Nyangezi. Nyangezi pale zikagawanyika, zimoja zikaenda Kaziba, zingine zikaja Kamanyola. Tutazungumzia hilo na pia hali ambayo iko inaendelea ndani ya jiji la Uvira sasa hivi, swala la kufuatiliana, swala la kuwateka watu na kuwapeleka mahali ambako hapajulikani, zaidi sana vijana. Na tutakazia hili swala la muungano, umoja kati ya makabila ambayo yako kusini mwa Kivu ya Kusini, nikimaanisha Uvira pamoja na Fizi, Mwenga, namna gani ambavyo wanaweza kufanya ili kuweza kuungana kwa pamoja na kusahau yote ambayo yameweza kutokea, waweze kutetea taifa ambalo kwa sasa linaonekana liko linaelekea mahala pabaya. So hayo ni mambo ya muhimu sana. Tutakwenda kusikiliza jumbe mzito ambao pia utakuweka nafasi moja ama nyingine ya kuweza kujua nini cha kufanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha misingi na utaratibu wa taifa. Unajua hili ndilo taifa letu, na jambo muhimu pia ni Baraka kumefanyika kitendo kikubwa cha kuweza kuzuia. Meya wa mji wa Baraka ameweza kutoa taarifa ya kuzuia boti yoyote ile kutoka Uvira kuja Baraka, yani hakutakuwa usafiri wa Uvira pamoja na Baraka. Hiyo imekatazwa katu kutokana na meya wa jiji la Baraka. So kupitia hiyo mambo tutakwenda kuanzisha hizo ndizo ambazo tutakuwa tuko nazo. Tukianza kwanza na hili swala, tuanze na hili swala la mwisho la Baraka. Meya wa jiji la Baraka ameweza kupiga marufuku usafiri wowote kutoka Baraka kwenda Uvira ama kutoka Uvira kuja Baraka. Hiyo inatokana na hali ambayo iko inaonekana ya watu kusafiri kutoka Uvira, huku wakiwa na wamoja wakisadikika kwamba wako wanatumika na magaidi wa M23. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kuachia nafasi wananchi kuwa natoka haya maeneo kuja jijini Baraka, ikiwa ni mkadre tu ya kuprevoir. Juu unajua mara mingi Uvira imekwisha kuanguka kwa mikono ya M23, na hivyo kubakia hivyo wazi watu kwa natoka kule kuja Baraka kunaweza kucreate matatizo mengine. Na kwa hiyo communique hiyo ambayo imetolewa na meya wa jiji la Baraka iliweza kusainiwa tarehe 9 za mwezi wa kwanza 2026 kutoka jijini Baraka. Labda ningekusomea na kidogo tu ili uweze kuelewa. Wanasema la ville de Baraka à travers son maire intérimaire, président du conseil urbain et de sécurité, informe la population que suite à une réunion du conseil de sécurité élargie aux membres de Wazalendo tenue ce 8 janvier 2026, il a été décidé de mettre en œuvre une mesure de sécurité urgente visant à renforcer la protection de la ville contre tout risque potentiel. En effet, à partir de la date de publication de ce communiqué, l'accostage des embarcations en provenance de la ville d'Uvira est formellement interdit au port de Mchimbaki ainsi que sur toutes les plages de la ville de Baraka.
Il en est de même pour celles qui voudront se rendre dans la zone mentionnée. Cette décision a été prise dans un contexte de sécurité précaire et en raison de la situation volatile dans la région, notamment les risques de mouvements suspects et d'infiltration par voie lacustre. Les autorités urbaines, en collaboration avec les forces de sécurité, verront au respect rigoureux de cette mesure. Les citoyens sont appelés à faire preuve de vigilance et à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Par ailleurs, la République du Burundi, de la Tanzanie et la province voisine du Tanganyika restent les alternatives pour les échanges commerciaux et d'autres activités maritimes. Inasema sema ambako kumewekwa tu nafasi ya watu kuweza kwenda ni Burundi, Tanzania pamoja na Kalemi, lakini mu province ya Sud Kivu kutoka Uvira imepigwa marufuku. So hiyo ni hali ambayo imefanyika ndani ya jiji la Baraka, na yeyote ambaye atatoka Uvira kwenda Baraka basi ajue kwamba hakuna nafasi na anaweza kujikuta na kukia katika mikono ya vyombo vya ulinzi pamoja na usalama. Swala la ujio wa M23, muonekana M23 wengi sana wanatoka Bukavu. Kwanza walitokea Goma kwa mafunzo, Chanzu pamoja na Rumangabo, wanaletwa Bukavu wanapokuwa kwenye magari, wanaletwa maeneo ya Nyangezi, huku wanakuwa deploy kwenda Kaziba na wengine kuja Kamanyola kwa kutaka kurenforce position zao Mangambo Uvira. Hii hali imeweza kuleta paniki nyingi sana kwa watu wanajiuliza sasa hii ramforo inakuja tunakwisha. Nafikiri taarifa zote za ujio wao ziko mu mikono, zinajulikana. Ambacho watu wanatakiwa kujua tu ni kuwa watulivu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitafanyika hapa cha ajabu kutoka M23 ambacho hawajawahi kufanya. Hii haiko mara yao ya kwanza kuja na maramforo, wanakujaga na maramforo hazitaenda fasi. Unaelewa? Watakuja hivyo na hawataenda fasi. Watakuja na mbwembwe na mwisho siku wanaangukia vipigo vitakatifu kutoka kwa wazee wa kazi. Kwa hiyo tumepata hizo taarifa na wazee wa kazi wanazishughulikia na tunawasubiria, lakini kitu ambacho naweza nikakazia hapo ni kwamba wale wenye wako wanawaonyesha njia kwa ngambo za milima, sababu tumepata taarifa kwamba kuko vijana wetu hapo Uvira ambao wako kabisa Bennett na wako wanawapandisha kuwaonyesha njia za mkato ambazo wanaweza kuzidevie. Erezma kwa upande wa milima tuko imara na tuko na watu ngangari kabisa ambao wako wanafanya kuzuia kuweza kuavanse kwa magaidi wa M23. Kwa hiyo hivi vikosi tokea waingie Uvira, hivi sio vya kwanza. Hebu jiulize gisi walikuja na vikosi vingapi? Leo viko wapi? Tena wakaleta vingine vikaishia wapi? Wameleta vikosi mara 3. Hii hapa ni ya mara 4 wako wanaleta vikosi vyao. Sawa? Na ni magari, lakini vyote kwenye viku vinaishia ni watu ndo wanajua. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezi kuogopesha mtu, hakiwezi kutia mtu pressure, kwa sababu inaeleweka kwamba kwenye uwanja wa mapigano sasa hivi mambo ambayo yako yanafanyika ni makubwa mno, na ni mambo ambayo hauwezi ukayaamini ukiambiwa, labda ujionee. Ushelewa? Erere kubwa ni kwamba territory ya Fizi haiko territory ya kuchezea. Hiyo ndio erere kubwa, kwamba territory ya Fizi haiko territory kama zingine. Kama Uvira iliweza kuanguka, watoto wa Uvira waliweza kushirikiana na M23 na kuangusha Uvira, huku pia akiwemo Chiviri ambaye kwa leo iko na zingizia kwamba alikula pesa na wazalendo ili kuangusha Uvira. Tifo komedi fuaki jinsi watu wako nakuwa ni wakosa akili kabisa. En general kama Chiviri anakula pesa za adui kisha anaanza kusema kwamba alikula pesa na wazalendo, ama wazalendo wengine wao wanaanza kutupiana lawama kwamba fulani alikula. Atoka hapa juu ya kutafuta division mu wazalendo,
lakini tuko hapa juu ya kuimarisha kile ambacho kilianzishwa ili kuhakikisha kwamba usalama unarejea na kumake sure kwamba ile maposition ambazo zimekwisha kukamatwa watu wasonge mbele waingie mpaka Movili ya Uvira. Hiyo ndio watu wako wanasubiria. Kwa hiyo ujio wa Ramforo ya M23 ni wao, lakini sisi pia hatuwezi kukwambia Ramforo yenye iko inatoka Kalemie, yenye iko inatoka Lubumbashi, yenye iko inatoka Kishasa, yenye iko inatoka Kisangani, yenye iko inakuja, yenye iko inatoka Burundi. Unaona? Hatuwezi kukwambia hivyo. Leo Twigwaneho wanaanza kulalamika tena kule kumilima ya Nyanja Juu kwamba jeshi la Burundi lina renforcer maposition zake. Unaona sasa yenye wako mu force mu position ya force awasemagi. Mesa banaona kwamba banakuwa biko mu faiblesse, banaanza sasa kulalamika. Hivi kuna barua ya Twigwaneho wanaanza kulalamika, tunangoja tu Moise Nyarugabo naye pia aweze kulalamika kwamba jeshi la Burundi lina renforcer maposition, wanazidi kuongeza mamunition na wanajeshi wengi ili waweze kushambulia wananchi. Ndio gisi watasema hivyo. Lakini hivi hawajasema kitu, wamesema tu tunaona jeshi la Burundi liko lina renforcer vikosi vyake. Unaona? Donc wakati wao wana renforcer, sio kwamba pia na sisi tunakaa mikono kimya au mikono wazi ama tunafunga mikono. Na sisi pia mikono iko inafanya shughuli ambazo wao wanazifanya na sisi pia tunazifanya, kwa sababu kumbuka kisa alisemaga Sylvain Ekenge kwamba wao ni wanajeshi wamepata formation militaire, sisi pia ni wanajeshi tuko na formation militaire. Wao wako na maarme, sisi tuko na maarme. Wao wako na mwili na maji na damu, pia na sisi tuko na mwili na maji na damu. Kwa hiyo kupigana, tuna uwezo wa kupigana kadiri inavyowezekana. Ili sisi kinatusumbuaga tu hapa ni ile matraizo ili tu. Unaona watu watawaje na vikosi vya aina gani? Aseme tupigane nabo farafara, hawatuwezi. Lakini kenye kinatuwaga ni traizo, pesa. Wao wanatumikisha pesa kwa wale wanajeshi wetu wa bumbafu. Unaona? Wale ndio wanatumiaga pesa, wanatoa pesa kwa wale wanajeshi wa bumbavu, wanapewa lare, wana CD inchi ile tu. Lakini ni tete kutoa franga kwa FRDC kusaidia inchi. Bana hawezi kufanya kitu. Unaona? Na ndio hii ambayo kwa niveau ya territoire ya Fizi watu wanakangala. Wanasema cette fois-ci mwenye atasikika kwamba alikula pesa za M23. Achana kwanza na kula pesa. Mwenye tu atatoa oda kwamba seme turudie nyuma. Hapa hakuna oda ya kurudia nyuma. Unaona? Hakuna oda ya kurudia nyuma. Oda ni ya kusonga mbele. Hili ndio hiko pale. Kwa hiyo yote mtakuja na bali sema tena hivi hivyo bisha hisha. Tunajua reprise strategique ni misemo ya wale wenye kula pesa. Komanda akishakula lare anamwambia msipigane, mrudi nyuma. Hiyo. Lakini hiyo kwa sasa hivi haiko, imepigwa marufuku na wananchi tu wanatakiwa watulie. Ndio tumeziona hizo ramforo zao wamezileta, kama unavyojua ni wakahoko. Tumeona ambao wameletwa. Sasa hao ambao wameletwa watabakia nyuma. Sawa? Watabakia nyuma kwanza. Kisha watapangiwa kazi ya kufanya. Baadaye wataletwa huku kwenye milima. Sawa? Tutawapiga huku kwa milima wote, tutawamaliza. Watarudia. Vikosi speciali vya Rwanda viko nyuma. Sawa, viko nyuma. Havitaingia mshande bataye katikati. Vinabakia kule nyuma. Wakishakamata eneo ndio wao sasa wanakuja wanasaidia, wanabakia pale, kisha pia wanatoka tena, kisha hao makahoko wanarudia pale. Unaona? Kwa hiyo tunasubiri sisi, hatutaki wakuwa wanatuletea hao makahoko. Watuletee wale makahoko kutoka Rwanda, Kigali na Uganda, wale ambao wako ndani ya vikosi maalum vya Kagame, kwa sababu wako 6,000 ama 7,000 hivi. Wale ndio tunataka wakuwe na waleta mstari wa mbele. Hapana hawa ambao wako wanakamata kwa nguvu kama leo Uvira. Uvira leo wamekamata vijana jana kwa kinguvu. Wanawapeleka wanaenda wanawatia mformation kule, kisha mwisho siku tena wale ndio wanatumwa
waje wapigane Uvira. Unaona kisi biko wanawisha watu burebure. Wale tena ndio watatumwa waje wapigane Uvira. Waje wajikute kwamba wanapigana na ndugu zao. Unaona? Kwa hiyo ondoeni mashaka, jeshi limejipanga na watawapokea kwa mikono miwili. Hili swala la Wafuliru, Wabembe, Wanyindu na makabila mengine linazidi kuleta sura nyingine na tafsiri pia nyingine, na kiukweli inakuwa hairidhishi na haileti sura nzuri kuona kwamba watu ambao wanatakiwa waishi kwa pamoja waanze kuishi kama maadui. Watu wengi wameweza kuintervenir juu ya swala la Wabembe na Wafuliru na Wanyindu na makabila mengine. Kwa nini tukusane sisi kwa sisi wakati tungali na kazi kubwa ya kufanya? Kwa nini tusiungane mkono kwa sasa hivi tuone jinsi ya kuweza kurejesha jiji la Uvira ambalo kwa sasa liko mikono ya M23? Ndugu zangu, yaliyopita si ndwele, lakini tugange yanayokuja. Makabila yote ya Kivu ya kusini mwa Kivu ya kusini ni wamoja. Wote ni wamoja. Sisi wote tuko ba victime ba M23. Tuko ba victime ya guerre ya aggression kutoka Rwanda. Tuko ba victime. Tushapoteza ndugu jamaa na marafiki wa kutosha. Tushapoteza vitu vingi. Tushakosa uhuru. Leo hii wakimbizi, maelfu ya wakimbizi wako wanahangaikia makambi. Yote kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii vita ambayo imeletwa na Rwanda. Alafu kuna kitu kimoja ambacho watu wako wanashindwa kuelewa. Jamani, Rwanda iko na mipangilio yake tofauti na jinsi nyinyi ambao mkwenda kujiunga mko mnafikiria. Yeye ana plani zingine kabisa za nchi hii. Haiko hapa juu kukusaidia wewe. Na usisahau kwamba mwenyewe anasaliti ule deja anakuwa iko na doa mbaya ya usaliti. Hawezi tena kupewa nafasi ya kutumika. Kwa sababu leo utasaliti Uvira, unauzisha Uvira. Mwenye anasaliti anamaanisha kuabandone batu donc na sacrifice batu. Sababu ukipewa pesa Uvira, wewe unaanza kutega mabomu, donc una sacrifice batu. Unataka watu wapoteze maisha. Unaona? Sasa hiyo inakuwa iko na maana kwamba unatoa watu kafara, unatoa watu sadaka kwa ajili ya maslahi yako wewe mwenyewe. Kisha kesho unategemea utakuwa nani? Wale hawata kukonsidere kwa sababu wanajua wewe ni kichuchu. Wewe ni kichuchu, hauna akili. Ulitraire taifa lako, ulitraire ndugu zako. Sawa? Wao hawatakupa nafasi, watakumaliza. Hawa wote ambao wamewasaliti ndugu zao kwenda kujiunga na M23 hawajui plan ya M23. M23 ni Paulo Kagame. M23 ni Museveni. M23 ni Ufaransa, Ubelgiji na nchi zingine. Wale ndo M23. Wana malengo yao tofauti na nyinyi ambao mko mnaenda kimbilia madaraka na pesa za haraka haraka. Hivi iko na maana gani uwe na pesa nyingi kisha uwe mtumwa? Una huru. Kuna jambo moja hapa hivi nataka nikueleweshe. Nikuonyeshe kisha utatafakari wewe mwenyewe. Utajipa jibu kama ni jambo ambalo liko sahihi ama limekosewa. Tuseme hivi. M23 wako nakuja na maneno ya kupumbaza watu, ili tunatega maloba sukali. Anakuwekea kasukari mu maneno hivi, unamsikiza unasema hawa jamaa kweli wako na idea nzuri. Twende idea ya Salongo. Wanakuja na Salongo, wanawalazimisha watu Salongo. Mnaona kabisa mwingine inakuwa proper. Mwingine inatakata kabisa. Sawa. Tunasema si bora hivi. Haya. Wanabambia CPGL inashuka bei inakuwa 15000 francs. Bora hapa kabisa. Hapa ndo wanaume kabisa. Tena le de passeport inakuwa $25 ama $20 ule ya $50. Ndo wanaume kabisa. Wanabambia hiki kinakuwa hivi, hao ndo wanaume kabisa. Haya, kisha sasa angalia numero wa DGM ni nani? Ni Mutusi. Unaenda kuparke numero wa parke procureur general vitu gani wa kwanza wa pili wa tatu, unakuta nani? Ni Mutusi. Unakuta kiongozi mwenye kunaongoza, mwenye kunasimamia vile
sawa, banena tia mkongomani juu tu ya kuwapumbaza macho, me iko na répondre directement ku ordres kutoka wapi? Kwa mtusi. Ushelewa? Hebu jiulize hapo, wewe utakuwa una faida gani wakati uko na dossier na parcelle yako? Unazumia parcelle yako na mtusi. Sasa unaenda kuparkia na kukuta ni mtusi ndo mwenye iko pale. Hebu jiulize, kati ya wewe na yeye nani atapewa sheria? Huko ulifurahia ile 15000 francs ya CPGL, ulifurahia 25000 francs ya tenale de passeport, ulifurahia $50 ya passeport, unanyang'anywa parcelle ya $15000, ya $10000, ya $20000. Unaona, madroit zingine zako zote unanyang'anywa. Hauwezi kumanifeste, hauwezi kuongea kwa sauti kubwa, hauwezi kufanya kile ambacho unajisikia, bana kukanyaga. Ndio kisi mnataka mwishivu. Kwa hiyo ni lazima kusimama, watu wasimame, waonyeshe kwamba tunachukizwa na hivi vitendo, lazima viishe, turudi katika utawala wa serikali. Sawa, kama tusikie ujumbe huu afu tumalize. Nakusalimu bwana mtangazaji, Papangu Asuma. Mwenyezi Mungu asifiwe na anayekuchunga kwenye kazi hii unayoyafanya. Tunashukuru Mwenyezi Mungu zaidi, aendelee kukuchunga na kukulinda kwa matangazo tunayoyapata zaidi ambayo inayotufariji kutoka kwako. Tunashukuru Mungu zaidi. Unajua kitu kenyewe nataka niongee tu kama Kongo yetu inateseka hivi ni wakongomani tu. Kama Kongo yetu inateseka hivi ni wakongomani tu. Utanisamee niseme neno. Kama unasikia kama Mnyarwanda anasema kama mkongomani ni kichuchu, unajua nini? Mnyarwanda anasema vile, aseme mkongomani ni kichuchu. Maana yake nini? Iko sawa vile mtu unamwona iko na kichwa hana akili. Kichuchu ni kichwa ya mua, haina sukari. Ni sawa sana wakongomani. Sisi wakongomani unamkuta mtu iko na kichwa akili hana. Mkongomani kutraire kwabo amalizishe batu ni 0 seconde juu ya franga, ni 0 seconde. Ndio maana Abanyarwanda wanasema kama mkongomani ni kichuchu, maki hana akili. Unaona hivi tuko hapa kusikia tu Uvira kama Bukavu ilikamatwa ni wakongomani tu. Donc à 100% hamukosa wakongomani umwe 40%. Penye balichekele vitu vile. Kupana mungini ni kusakrifie batu ya mungini, ndio maana kupana mungini. Juu Mnyarwanda kishaingia kwenye iko ifo aelimine benye alikuta yenjo atawale. Mbo Bafulero walianza ile bitu manivo kama ya Luvungi wapi na wapi. Bafulero eske leo hawaone kama banasakrifie Uvira, hawaone kama banapana Uvira. Uvira leo hii bagarso kukamata bako banapelekwa wapi? Njoo kumaliza hili. Mbo ukiangalia Mobutu alishindwa na Fizi. Ndio maana Mobutu alikuwa anasema Zaire mwe Fizi. Sasa kwa nini babembe nabo ifo ba refleshir Uvira kwenye balikuwa, lakini kulikolibebwa sawa. Eske kulikuwa generali kama ni chiviri kabitu gani sawa? Eske binashindikana babembe na Bafulero na Bavira baikale pamoja bajue tufanye nini? Aba garso batamalizika aba. Tujisoveje, tugombole kwetu je. Mbo banazunguruka kumilima ya Uvira me habaingie muvile ya Uvira. Ni problemi gani habaingie? Wala kuna matatizo yanashindwa hapo kuingia. Hii bato yenye balikamata kama ni wazalendo yenye ilikuwa napenda kwenda kama ni Kalemi. Juu ya nini? Uvira ingali ya M23. Sibako pale. Hii siasa yetu kunayo yetu haone kama ni mbaya. Alors tuna kaza sana kusema babembe, Bavira, Bafulero wekale pamoja bawaze
hii bienye vilifanyikaka Uvira bangesikia kule Depute Bitakwira sali biongea kava Uvira yakamatiwa